Na make sure umesubscribe pale chini ya video hii. Karibu kwenye pita za kwangu, lakini hapa chini make sure umesubscribe. Kuna neno subscribe, click notification bell, kiambia sign in na Gmail account yako, then copy the link and share, na mambo itakuwa shwari. Twende live kwenye pita za kwangu. Na moja kwa moja basi katika zile pita za kwangu, mpendwa msikilizaji, na nipate kujuza kafika katika maeneo kadha wa kadha. Niruhusu nianzie eneo la Njoro kule Nakuru. Njoro kule Nakuru kuna mzee mmoja ambaye basi alifika kwa wenzake, akawa walikuwa kwenye mkutano, na inawezekana kwa kuna kidosho wa hapa alikasirika babake alipodai kuwa alimnyima mahari. Walikuwa wako kwenye sherehe, wameenda pale, na kulingana na babaka akakuja pale kwenye sherehe walipokuwa, akasema ai, msichana wangu niharibia. Watu wanauliza msichana kuharibiaje? Sasa msichana kazi yake tu ni kuingia kwa ulevi. Maana anadai kwamba ni eneo la Nakuru Njoro, kwamba msichana wake ameingia kwa ulevi kiasi kwamba amemnyima mahari. Kivipi? Anasema kwa sababu ya kuingia kwa ulevi. Angalia, sasa nilisomesha mtoto wangu na nikajua kwamba ataolewa, angalau nipate mahari na kadhalika. Kwa hivyo anasema kwamba kuingia kwake kwa ulevi kumefanya basi haizi pata mahari. Yaani unalea mtoto wake wa kike ndio pate mahari? Sijui. Tafakari zaidi. Yalifanyika kule Njoro, Nakuru. Na unapoongea kuhusiana na ulevi pia, nikavuka milima bwana, nikaenda katika eneo la Githunguri kwa Kiambu, ambapo basi kuna mzee mmoja ambaye anapenda pia naye kuchapa sana. Na wakati mmoja alikuwa amelewa, licha ya kwamba amesema katika maeneo haya hii zone watu wasilewe, lakini kuna mzee mmoja alienda akachapa, akishalewa akiamka hivi akajipata anaamkia kwa chumba cha mwanawe. Kijana wake ameoa, ana mke, kwa hivyo akajipata pale na mkaza mwana. Yaani la ajabu. Swali la kujiuliza pale, alipokuja akiwa mlevi, alifikaje kwa hicho chumba cha kijana wake na mkewe yupo? Okay. Semi kitu. Alijipata pale akiamka anasema, mkaza mwana yu hapa, okay. Ni macha pale. Alifanyika wapi? Eneo la Githunguri Kiambu. Please, achana ulevi, hauna faida. Hauna. Fuck, pombe yenyewe kali na kusaidia. Nina madhara kwa afya. Naam. Acha nitoke kule nikavuka moja kwa moja. Nikaenda mpaka eneo la Kanyonyo kule Kitui. Kule Kanyonyo barabara kutoka of course Matuka ile Kitui pale. Ikasemekana kwamba kuna kisa kimoja pia kiliweza kutokea pale Kanyonyo, mpendwa msikilizaji, kwamba kuna barabara mmoja wa hapa alizabwa kofi na dadake kwa kwa mazoea ya kupenda kushiriki udaku na wanawake. Yaani anasema wewe ni mwanaume, wewe ni ndugu yangu na kupenda, lakini unapenda tu nyef. Unaenda kana wanadada unaongea nao maudaku za nini? Wacha. Huo ni nini? Nimeacha. Lakini basi ameacha udaku, anapenda nyef sana. Kwa hivyo dada akazaba kofi ndugu yake. Anambia ndugu, sasa ukifanya hivi, sisi kina mama tutakuwa nafanya. Wewe sasa dada alifanya vizuri au anyway, acha niache pale. Nimalizie katika eneo la kule Chepalungu Bomet. Nikaenda kule Chepalungu Bomet, ambapo basi kanasema kwamba kuna jamaa mmoja wa hapa ambaye basi aliduwaza marafiki zake alipokuwa anaelezea kisa chake. Huyu ni mwanaume ambaye ameanzisha miradi kadhaa na hiyo miradi haijafaulu. Kwa hivyo akafika mahali akasikia kuna pastor fulani ambaye amekuja katika eneo hili, kuna mkutano fulani na anaombea watu. Kwa hivyo waenda muone ya kuombea, maana wewe hii yako si kawaida, ni mikosi. Jamaa akachomoka kigunjia akaenda kwa hiyo pastor. Kaambia pastor, wajua nini? Nimejaribu hivi, imekataa kufaulu, hata kuoa ni shida, nini na nini. Pastor aliposikia story hiyo, akamfeel. Akamwambia piga magoti hapa. Jamaa akapiga magoti, akajua basi majibu yangu yamefika. Pastor akatoa kiboko. Hapo peja alikuwa kiboko nyaunyo. Akaanza kutandika chapa jamaa moja ria. Jamaa akashtuka, akafungua macho. Akasema, pastor, unanichapa nini? Pastor akamwambia uko na pepo ambayo iko very stubborn. Kwa hivyo hiyo pepo inahitaji kuchapwa. Sasa kuchapa pepo. Chapa mtu ndio pepo asikie uchungu, ama ni pepo ni asikie uchungu, ama ni mtu? Sijui. Kwa hivyo alikuwa anachapa pepo. Toka. Jamaa akaangalia, akapewa pili ya tatu. Jamaa akakanyaga kiguna jambio, akatoroka. Really? Pepo anachapa kwa kiboko ama sijui. Ama ilikuwa inafanyika kiroho na jamaa ajui, sijui. Wasemaje? Ni mambo ambayo yanafanyika bwana. Ulimwengu huu na mambo. Ni katika zile pita za kwangu. Haya yalifanyika wapi? Eneo la Bomet.
eneo la kule Chepalungu. Semezana nami pale kwenye mtandao wa YouTube nipate kujua semaje, napozidi kwa moja lipi limekubamba zaidi pale. Hiyo ndio pita za kwangu. Make sure you subscribe pale, click notification bell. Itakuwa vema zaidi. Ndio pita za kwangu. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click subscribe, ukiambia sign in na Gmail account yako, alafu click notification bell hapa kando, na baada ya pale kuna thumbs up. Click thumbs up, hiyo ni kumaanisha kwamba umelike, alafu copy the link and share kwenye mtandao. Copy the link hapa juu na ushare, na zaidi ya yote weka maoni yako hapa chini. Je, lipi limekubamba zaidi ya Chepalungu, kule Njoro, kule Kitui au vile vile Githunguri? Kwa hivyo wasemaje, lipi limekubamba zaidi? Kwa hivyo semezana nami, subscribe, click notification bell, share ujumbe huu, copy the link and share of course, na vile vile weka comment yako hapa chini. Victor Mandala kwenye pita za kwangu. Bye bye, napenda sana. See you. Anyway, baada hizo pita za kwangu, mpendwa msikilizaji, tuazidi kwa pamoja tunapomalizia mada yetu hii leo. Sijui wasemaje kwenye mada yetu hii leo. 0722174200 nambari yetu ya studio hapa simu. Vile vile kwenye Facebook fan page Biblia Usema Broadcasting au MC Victor Mandala, Twitter @Usema @Victor Mandala MC, hashtag ikiwa ni Hosana Macheo. Wasemaje, maoni yako ni yepi pale tunapozidi kwa pamoja? Tukielekea ukingoni, au sio? Naam, wasemaje tukielekea kumalizia? Biblia Usema lo. Hello PhD. Yes. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Mandala. Amina. Kwa majina ni mtu wa Mjifaro kutoka Gatuni Mlango County. Yes. Nashukuru kwa kazi ambayo mnafanya. Tunashukuru Mungu, karibu sana. Na katika vijimambo na pita za kwako haki. Naam. Unajua pia ni mara kwa semeji yangu siku moja. Yes. Mtoto ametumia vitu ya kwao naye. Sisi tunaomba huko na yana kumtoa na kupiga tunapiga pepo. Wapi hapana kwa nani hivyo? Sawa. Ni kuomba si kupiga. Hiyo ni kuumiza mwanadamu. Sawa. Alafu pande zingine ya chwara hiyo. Wandugu waache kuangusha watu ya deni. Waache kutuangusha. Okay. Unajua hauwezi kuwa katika ndoa alafu na kazi kingine vyako. Na bibi kwa wakati mmoja amekuwa mwili mmoja. Na mnakuwa mandugu zote na kama kufahamiana upata solution hata kama mmekosana namna gani. Alipo kama akaangalia hiyo, angeweza kurudiana bibi yake. Naam, na kwenye mada wasemaje? Hata katika mada ya siku ya leo nayo. Naam. Bwana Mandala, sisi wote tuzidi kuomba Mungu kwa atupe uzima. Na atupe uzima tukaweza kupata kile amka asubuhi kwenda kutafuta tupate riziki yetu. Ndipo sasa tukilia katika hali tuliyo serikali isukishe mafuta